Ile salamu za chama sijajifunza vizuri, nikizipatia siku nyingine na mimi nitapiga hapa hizo salamu, nisije nikaharibu mambo ya watu. Ndugu zangu, napenda niwashukuru sana kwa kunihusisha katika kumbukizi hii muhimu sana inayotathmini safari iliyopitia Chama cha Maendeleo na Demokrasia, cha Demokrasia na Maendeleo. Unaona sasa nachanganya mambo. Kukumbushana historia yenu. Wakati Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaanzishwa, mimi nilikuwepo. Sikuwa ndani ya waanzilishi wa Chadema, lakini nilikuwa karibu sana nao. Ni watu ambao nilikuwa nawafahamu kwa njia nyingine ambazo si za kisiasa, lakini njia ambazo zilikuwa zikituweka pamoja. Na baadhi yao bado nawakumbuka. Wa kwanza ni mwenyewe muasisi Edwin Mtei, ambaye kwangu mimi ni baba mkwe, na mwenzake Colonel Geoffrey Mariale, ambaye alikuwa ni baba mkwe vile vile, na wengine waliokuwa pamoja nao. Mmoja wao alikuwa ni kijana Freeman Aikaeli Mbowe, ambaye alikuwa ni kijana mdogo kuliko mimi, lakini tukiwa katika rika ya pamoja ya ujana katika uchekibobu wetu wakati huo, na wengine wengi. Mtu mmoja maarufu sana ambaye umaarufu wake labda haujawahi kuelezwa vizuri, ingawaje sisi tulimfanyia mahojiano akiwa ni kiongozi wa Chadema, na tukaandika katika gazeti la Rai ndani ya safu ya mwanasiasa wa Rai, na kwa mara ya kwanza watu wengi wakajua kwamba kumbe huyu mtu Bob Makani jina lake ni Muhammad Ali Nyanga Bob Makani. Huyu bwana kumbe ni Muislamu, jina lake Muhammad Ali. Lakini jambo jingine hawakujua kabisa, kwamba yule bwana lanki yule anaonekana na milonjo ile mirefu, anatembea kama anataka kudondoka, alikuwa ni ndani ya futiboli, alikuwa ni center half mkali sana, na amecheza kama center half akicheza katika mashindano ya Gossage. Yale mashindano yalikuwa yakijumuisha nchi za Afrika Mashariki tangu wakati wa ukoloni, lakini akiwa center half wa timu ya Uganda. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyekuwa akisoma hapo alipokuwa akisoma, ikifika wakati wa Gossage hana haja ya kurudi kwao akachezea timu ya nyumbani, anachezea timu ya hapo hapo anaposomea, na yeye alikuwa anasoma Makerere. Kwa hiyo akawa ni center half wa timu ya Makerere. Hayo yote tumeyazungumza wakati tukikaa mahala fulani tunakunywa juice. Kama unaamini jambo kama hilo. Na watu wengine, kina Victor Kimesera, ambaye alikuwa ni mtu mmoja maridadi sana, na mtu aliyependa kuwaburudisha watu na kuwastarehesha. Na wengine kaja kukutana nao baadaye, akina Wilbrod Slaa
na wengine, halafu nikaja kukutana na vijana sasa wengine kiacha Freeman Mbowe. Na wakati wote nimeweza kutambua ndani ya Chadema uwezo mkubwa wa kugusa watu ambao wana maono, hata kama ni vijana wadogo, maono ya kusaidia nchi yetu kuendelea. Na wakati huo mwanzoni mwa miaka ya 90 tulikuwa tunaona nuru fulani ya mwelekeo wa Tanzania kisiasa. Mimi nilikuwa nimeingia bungeni wakati ule tangu mwaka 90, na niliingia bungeni kwa utashi wangu wa kuingia bungeni kuchangia pamoja na wenzangu maendeleo ya vyama, mfumo wa vyama vingi ambao ulikuwa umezuiliwa tangu mwaka 1965, na sasa tulikuwa tunaanza kujenga upya utamaduni wa vyama vipya. Na watu wengi sana, hata sisi tuliokuwa bungeni, hatukuwa tuna uhakika hivi vyama vitakuwa na sura gani. Kwa hiyo tulikuwa tunakwenda kuangalia kama tunaweza tukachangia huu mfumo uweze kutuletea mafanikio makubwa zaidi katika uendeshaji wa shughuli zote za kiuchumi, za kisiasa, za kijamii na kadhalika. Kwa hiyo Chadema nimeiona Chadema ikianzishwa pale hoteli iliyokuwa ikiitwa, haipo siku hizi na inawezekana nimeisahau vile vile, kwa ikiitwa nini ile Motel Ajab, wakati mzee Mtei anaitisha press na kuambia habari ya Chadema. Sisi watu wa media tulikwenda pale na tukawa tunamuona jinsi anavyofanya vile. Nilikuwepo siku hiyo, na watu wengi waliokuwepo wakati ule bado nawakumbuka. Na basi imekuwa ni sehemu ya learning curve, ni njia ya kujifunza jinsi Tanzania ilivyoenenda katika kukumbatia siasa za vyama vingi. Baada ya kukaa muda mrefu, tumezoea ni chama kimoja toka mwaka 65. Kwa hiyo napenda kuambieni kwamba ninashukuru kwa kunikaribisheni hapa ili niweze kujumuika nanyi. Nadhani baadaye kidogo, sijaona program yenyewe ya leo, nadhani tutakuwa na mjadala wa swala jingine ambalo linahusu katiba, na hivyo ndivyo ninavyofikiri. Kama sivyo nitakwenda mnavyotaka, lakini kama hiyo itakuwepo, nitakuwa na muda mwingine tena wa kueleza mawazo yangu kuhusu mada yenyewe inayohusu masuala ya katiba. Asanteni sana na watakieni shughuli njema jioni ya leo. Asanteni sana.